Jambo na karibu wa ndugu wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa Kwetu Kivu Media. Tunawakaribisha tena kwenye kipindi chetu chema cha matangazo habari za asubuhi ya leo, tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni Kwetu Kivu Media, ikiendelea kupeperusha habari za ukweli zinazoendelea ndani na nje ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndugu mpenzi mtazamaji, hakikisha una subscribe na comment, pia una share ili wengine waendelee kupata habari zetu za kila siku. Au unaweza kutuandikia unaweza kugusa commentaire au description na hapo utakutana na link ambayo itakuunga moja kwa moja na group letu la WhatsApp ili ukoe unapata habari kwa muda ipasavyo. Ndugu mpenzi mtazamaji, baki nasi, sauti yetu, habari zako. Watu wasiopungua 5 wamethibitishwa kupoteza maisha katika mji wa Bukavu, jimboni Kivu Kusini usiku wa kuamkia Jumamosi Oktoba tarehe 4 mwaka 2025 kufuatia maporomoko ya ardhi yaliyosababishwa na mvua kubwa iliyonyesha. Maafa hayo yalitokea baada ya saa kadhaa za mvua kubwa iliyopelekea ardhi kuporomoka katika maeneo mbalimbali ya mji huo na kuwafunika baadhi ya wakazi wakiwa wamelala. Shughuli za uokoaji zilianza mara moja zikiongozwa na wakazi wa eneo hilo na baadaye kusaidiwa na mamlaka za mitaa, ambapo miili ya marehemu ililopolewa kutoka chini ya vifusi vya vyumba zilizobomoka. Mmoja wa mashuhuda wa tukio hilo alielezea kusikia kelele za watu wakiomba msaada wa usiku na kisha kufuatia sauti za kishindo cha nyumba zikibomoka. Maeneo kamili yaliyoathirika zaidi na maporomoko haya bado hayajatangazwa rasmi na serikali, huku tathmini ya kina ya uharibifu wa mali na idadi kamili ya majeruhi ikiendelea. Matukio ya maporomoko ya ardhi yamekuwa yakijirudia katika mji wa Bukavu ambao umejengwa kwenye miinuko mikali, hasa wakati wa msimu wa mvua. Ujenzi holela katika maeneo hatarishi unatajwa kuwa moja ya sababu zinazochangia kuongezeka kwa maafa ya aina hii. Asasi za kiraia katika eneo hilo zimetoa wito kwa wakazi wote kuwa waangalifu zaidi katika kipindi hiki cha msimu wa mvua na kuzitaka mamlaka za serikali kuweka mikakati madhubuti ya kukabiliana na majanga kama haya, ikiwemo kuhamisha wakazi kutoka maeneo yaliyo katika hatari kubwa. Mamlaka za mkoa wa Kivu Kusini zinatarajiwa kutoa taarifa rasmi kuhusu maafa haya baada ya kukamilika kwa tathmini ya awali. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaripotiwa kufikiria uwezekano wa kutangaza hali ya kuzingirwa katika mkoa wa Kivu Kusini. Kulingana na vyanzo vingi vya habari vinavyoaminika, hatua hii itajumuisha uteuzi wa gavana wa kijeshi atakayesimamia mkoa huo, mbinu ambayo inatumika katika mikoa jirani ya Kivu Kaskazini na Ituri. Uamuzi huu unaokuja huku kukiwa na kuongezeka kwa mapigano na ukosefu wa usalama unaosababishwa na makundi yenye silaha, hasa vuguvugu la M23, unaashiria uwezekano wa kuongezeka kwa mikakati ya kijeshi ya serikali katika eneo la mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali ya kuzingirwa ikiwa itatangazwa itatoa mamlaka makubwa ya kijeshi kushughulikia masuala ya usalama, ikiwa ni pamoja na kuweka amri ya kutotoka nje, kufanya upekuzi na kuwakamata washukiwa. Hali katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Ituri ambapo hali ya kuzingirwa imekuwa ikitumika tangu mwaka 2021 imekuwa na matokeo mseto. Wakati serikali inashikilia kuwa hatua hizo ni muhimu kwa ajili ya operation za kijeshi dhidi ya waasi, baadhi ya mashirika ya kiraia na watetezi wa haki za kibinadamu wameelezea wasiwasi wao kuhusu ukiukwaji wa haki za kiraia. Uwezekano wa kupanua hali hii hadi Kivu Kusini unaonyesha changamoto kubwa za kiusalama zinazoendelea kuikabili serikali ya Kongo katika juhudi zake za kuleta utulivu wa kudumu katika eneo hilo lenye utajiri ya mali asili, lakini lililogubikwa na migogoro kwa miongo kadhaa. Hadi sasa serikali haijatoa taarifa rasmi ya kuthibitisha au kukanusha ripoti hizo.
Katika hali ya kuongezeka kwa changamoto za kiusalama mkoani Kivu Kusini, bunge la mkoa limetoa wito wa dharura wa kuwepo kwa uratibu bora na madhubuti kati ya jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na wanamgambo wa Wazalendo. Wito huu unakuja wakati ambapo ushirikiano kati ya pande hizi mbili ambazo kwa pamoja zinapambana makundi mbalimbali yenye silaha ikiwemo M23 umekuwa ukikabiliwa na changamoto kadhaa. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Bukavu, msemaji wa bunge la mkoa amesisitiza kuwa ushirikiano usio na mshono kati ya jeshi la taifa na vikundi vya wazalendo ni muhimu mno katika jitihada za kurejesha amani na usalama wa kudumu katika maeneo yaliyoathirika na migogoro. Tunatambua na kuthamini mchango mkubwa wa wazalendo katika kulinda ardhi yetu na raia wake. Hata hivyo, iliongeza ufanisi na kuepuka mwingiliano hasi katika operesheni za kijeshi. Ni lazima kuwe na amri ya pamoja na uratibu wa hali ya juu kati yao na FARDC, alisema msemaji huyo. Wito wa bunge la mkoa unakuja kufuatia ripoti za matukio ya kutoelewana na wakati mwingine mapigano ya hapa na pale kati ya vikundi vya wazalendo na vitengo vya FARDC. Hali kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya usalama inazoofisha juhudi za pamoja dhidi ya adui na kuhatarisha maisha ya raia. Hivi karibuni kumekuwa na taarifa za mivutano kuhusu udhibiti wa maeneo na rasilimali pamoja na tofauti za kimbinu katika uendeshaji wa operation. Mivutano hii imechangia katika hali ya sintofahamu na wasiwasi miongoni mwa wananchi. Bunge la mkoa limependekeza kuundwa kwa jukwaa la pamoja na mawasiliano na upangaji mikakati litakalojumuisha viongozi wa FARDC na wakilishi wa kuaminika kutoka vikundi vya wazalendo. Jukwaa hili linatarajiwa kusaidia katika kupanga operation za pamoja, kubadilishana taarifa za kiintelijensia na kutatua tofauti zote zinazoweza kujitokeza. Kwa upande wao, baadhi ya viongozi wa wazalendo wamekaribisha wito huo, wakisema kuwa wako tayari kushirikiana kikamilifu na jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC chini ya muundo ulio wazi na wenye kuheshimiana. Hata hivyo, wamesisitiza umuhimu wa serikali kuu kutimiza ahadi zake za kuwapatia vifaa na mahitaji muhimu ili waweze kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi. Hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, imeendelea kuwa tete kwa miaka mingi kutokana na kuwepo kwa makundi mingi yenye silaha ya ndani na nje ya nchi. Ushirikiano kati ya jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wazalendo ambao ni muunganiko wa vikundi vya wanamgambo wa ndani umeonekana kama mkakati muhimu wa kuongeza nguvu katika mapambano dhidi ya waasi. Hata hivyo, ufanisi wa ushirikiano huu unategemea sana kuwepo kwa uratibu na nidhamu ya hali ya juu. Majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC yakishirikiana na wanamgambo wa wazalendo wameripotiwa kupambana vikali na kundi la watu wenye silaha ambalo bado halijatambuliwa rasmi. Mapigano hayo yalitokea katika eneo la takriban kilomita 9 kutoka kituo kikuu cha Bafwasende katika jimbo la Chopo. Ingawa taarifa rasmi kuhusu chanzo cha mapigano na idadi kamili ya majeruhi bado hazijatolewa, vyanzo vya awali vinaashiria kuwa operesheni hiyo ya pamoja ililenga kuwasambaratisha wanamgambo ambao wamekuwa wakitekeleza vitendo vya utovu wa usalama katika eneo hilo. Hali ya wasiwasi imetanda miongoni mwa wakazi wa maeneo hayo na jirani, huku baadhi wakiripotiwa kuyama makazi yao kwa kuhofia usalama wao. Ushirikiano kati ya jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na makundi ya wazalendo umekuwa ukiongezeka katika miezi ya hivi karibuni kama sehemu ya mkakati mpana wa serikali wa kupambana na makundi mbalimbali yenye silaha yanayofanya operesheni zake katika maeneo ya mashariki na kaskazini mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Makundi haya ya wazalendo ambao mara nyingi huundwa na raia wanaojitolea yamekuwa yakipata uungwaji mkono wa vifaa vya mafunzo kutoka kwa jeshi la taifa. Hali katika eneo la Bafwasende na vitongoji vyake bado ni tete, na vikosi vya usalama vimeimarisha doria zake ili kurejesha utulivu na kuwalinda raia. Maafisa wa serikali za mitaa wametoa wito kwa wananchi kuwa watulivu na kushirikiana na vyombo vya usalama kwa kutoa taarifa zozote zitakazosaidia katika operation zinazoendelea. Taarifa zaidi kuhusu mapigano haya na matokeo yake zinatarajiwa kutolewa kadri hali itakavyoruhusu na baada ya uchunguzi wa kina kufanyika. Imetimia saa 12 kamili saa za Afrika Mashariki, wakati ni saa 11 kamili saa za Afrika ya Kati. Hii ni idhaa Kiswahili ya Radio France International. Caroline Corrier. Baadhi ya taarifa kuu tulizokuandalia: madaktari nchini Kenya watishia kugoma kuanzia Jumatano wiki ijayo. Chad yaondoa ukomo wa muhula wa urais kwenye marekebisho ya katiba yaliyopitishwa bungeni. Na Israel yaendelea na mashambulizi eneo la Gaza licha ya mpango wa amani uliotangazwa na rais wa Marekani Donald Trump. Na tumai Jumamosi yako imekwendea vizuri. Karibu katika matangazo yetu ya jioni. Tuanzie nchini Kenya ambapo chama cha madaktari kimetoa wito kwa Rais William Ruto kuingilia kati na kumaliza mgomo wa madaktari katika kaunti ya Kiambu ambao umeingia siku ya 128 na kusababisha vifo vya watoto wachanga 136. Chama hicho kimeapa kuanza mgomo wa kitaifa kuanzia wiki ijayo kuungana na wenzao, huku pia kikimtaka gavana wa jimbo hilo Kimani Wamatangi kuondoka madarakani, kikisema ameshindwa kufanya mazungumzo ya kumaliza mgomo huo. Davji Atela ni katibu mkuu wa chama hicho. The loss of lives has become a normal daily occurrence. Kupoteza maisha kumekuwa jambo la kawaida, na serikali ya kaunti inachukulia idadi hii ya watoto 136 ambao wamepoteza maisha ni takwimu tu. Hapana, hizi ni familia ambazo zimepoteza akina mama na akina baba, meza za kulia ambazo zitakaa tupu. Hili ni janga ambalo lingezuilika kama kaunti ikitoa ushirikiano. Kama chama tunasema kuanzia wiki ijayo Jumatano tunaingia barabarani kuungana na wenzetu. Huwezi tarajia madaktari wafanye kazi na hawajalipwa mishahara ya miezi 7. Tunatoa wito kwa viongozi wa kisiasa, muda umefika kwa kumuondoa gavana. Utawala wa kaunti ya Kiambu hata hivyo imetofautiana na idadi ya vifo ambayo imeripotiwa, ikisema ni watoto 50 ndio wamepoteza maisha. Kenya katika kukwepa kutangaziwa vikwazo kwa sababu ya mamlaka ya kudhibiti matumizi ya dawa ya kusisimua misuli kushindwa kukidhi viwango vya kimataifa, imeomba miezi 4 ya kuweka upya mamlaka hiyo. Nchini Uganda, kesi dhidi ya Jamil Mkulu, muasisi wa kundi la waasi wa ADF, imeanza kusikilizwa baada ya miaka 10. Jason Sagini na ukina wa taarifa hii. Jamil Mkulu alikamatwa nchini Tanzania mwaka 2015 na kabidhiwa mamlaka za Uganda wiki hii katika kitengo cha mahakama kuu inayoshughulikia uhalifu wa kimataifa. Kesi hii hatimaye ilianza kusikilizwa, hata hivyo ikilazimika kuahirishwa hadi Novemba 17 baada ya shahidi wa kwanza kukosa mkalimani. Mawakili wa Jamil wamekuwa kipambana kutaka kesi hiyo kutupwa, wakihoji kuwa upande wa mashtaka haukuwa umejiandaa vilivyo na kesi hiyo ilikuwa inasikilizwa baada ya miaka mingi kupita. Jamil na washirika wenzake wanatuhumiwa kwa makosa ya mauaji, ugaidi na uhalifu wa kivita. Mafuriko yanayoendelea kushuhudiwa nchini Sudan Kusini yamesababisha vifo vya watu 19 na kuathirika kwa wengine zaidi ya 600. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloratibu misaada OCHA limesema. OCHA inasema vituo 121 vya afya vimeharibiwa, wakati kukiwa na visa vya watu 144 ambao wameng'atwa na nyoka na wanahitaji huduma za afya.
Mahakama ya kimataifa inayoshughulikia makosa ya uhalifu wa kivita ICC inatazamiwa Jumatatu ijayo kutoa uamuzi wake katika kesi dhidi ya aliyekuwa kiongozi wa kundi la waasi wa Janjaweed Ali Mohamed Ali Abdulrahman, kwa jina lingine Ali Kushrab, anayetuhumiwa kwa makosa ya uhalifu wa kivita eneo la Darfur nchini Sudan. Jumuiya ya Afrika Mashariki imelazimika kuahirisha hadi Oktoba tarehe 13 kikao cha mawaziri kutoka nchi wanachama kilichotarajiwa kufanyika kuanzia jana kutatua swala la upungufu wa wafanyikazi. Hii ni baada ya nchi ya Burundi kuomba kikao hicho kusogeshwa mbele. Nico Base, si ulitaka burudani, tunakuongeza zaidi. Kila Jumamosi saa 12:10 Afrika Mashariki, DJ Fly na Vital Mugisho tuko tayari kukupa burudani na mahojiano na wasanii wapendao. Marudio ni Jumapili saa 1:30 asubuhi. Tuma ujumbe wako wa sauti kwaenda kwa nambari +254 707 888 555. Nico Base, tuende kazi. Unaendelea kusikiliza matangazo haya mubashara kutoka jiji kuu la Nairobi. Kumbuka pia unaweza kutusikiliza kupitia mitandao yetu ya kijamii ya Facebook na YouTube. Bunge la Chad limepitisha marekebisho ya katiba yanayoondoa ukomo wa muhula wa rais kutawala, hatua ambayo hata hivyo imepingwa na upinzani vikali. Ali Bilali anatueleza. Marekebisho hayo yaliwasilishwa na chama cha Rais Mahamat Idris Deby Itno cha Patriotic Salvation Movement MPS yalipita baada ya wabunge 236 kati ya 257 kuunga mkono. Wabunge wa upinzani walisusia kura hiyo na kuondoka bungeni. Msemaji wa muungano wa upinzani Max Kemkoe akisema hakuna tofauti kati ya chama tawala na serikali ya Chad. Kupitishwa kwa kura hiyo inamaanisha Rais Deby sasa atatawala kwa mihula miwili ya miaka 7 na kuruhusiwa kuwania kwa awamu zingine bila ukomo, tofauti na awali na ambapo rais aliruhusiwa kutawala kwa miaka 5 na kuwania mara 2 tu. Marekebisho hayo hata hivyo yataanza kutekelezwa baada ya uchaguzi ujao. Deby alichaguliwa kuwa rais Mei mwaka 2024 kwa miaka 5 baada ya kuwa rais wa mpito, akichukua nafasi ya babake Idris Deby Itno aliyeuawa mwaka 2021 kwenye uwanja wa mapambano na waasi. Nchini Burkina Faso, wanajeshi 34 waliuawa na wengine 21 kujeruhiwa katika mashambulizi mawili yaliyolenga kambi ya jeshi eneo la Gomboro kaskazini mwa nchi hiyo mwishoni mwa mwezi uliopita. Mahakama ya Senegal baada ya miaka kadhaa imeanza kusikiliza kesi ya uchunguzi wa vurugu za kisiasa za mwaka 2021 hadi 2024 zilizosababisha vifo vya watu zaidi ya 80. Kaburi lililojengwa kwenye mwamba wa kiongozi wa zamani wa Misri Farao Amenhotep III lilifunguliwa leo kwa umma baada ya mamlaka nchini Misri kufanya marekebisho ya miaka kadhaa, hii ikiwa ni mkakati wa Misri kutanua sehemu za kitalii nchini humo. Sikiliza Changu Chako, Chako Changu, makala yanayohusu utamaduni. Ni kila Jumapili asubuhi saa 2:10 saa za Afrika Mashariki, hapa RFI. Israel imesema vikosi vyake bado vinaendelea na operesheni eneo la Gaza, vikiwataka wakazi waliokuwa wamehama kutorejea licha ya mpango wa usitishwaji amani mara moja uliotangazwa na rais wa Marekani Donald Trump. Paul Nzioki na taarifa zaidi. Trump aliamuru Israel kusitisha mashambulizi baada ya kundi la Hamas kusema lilikuwa tayari kuwaachia mateka wanaozuiliwa Gaza na kuanza mazungumzo kati ya pande mbili ya kuja na mwafaka wa usitishwaji wa vita wa kudumu. Mpango wa Trump ulitaka pia kusitishwa uhasama wa aina yoyote ili kufanikishwa kuachiwa kwa mateka ndani ya saa 72 na Israel kuondoa vikosi vyake eneo hilo kwa awamu, pia Hamas ikitakiwa kuweka chini silaha. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan akipongeza hatua hiyo amesema Hamas ipo tayari kwa amani.
Wakazi wa Gaza pia, japo kulikuwa bado na wasiwasi baada ya vikosi vya Israel kufanya mashambulizi matatu, walielezea matumaini kwa mpango wa Trump ungerejesha amani. Walieleza kuwa japo ndege za vita za Israel bado zilikuwa zinashambulia, walihisi vizuri kwa waziri mkuu Benjamin Netanyahu angeweza kukaidi wito huo kutoka kwa Rais Trump. Mmoja wa kiongozi wa Hamas amesema Misri itakuwa mwenyeji wa kongamano kuhusu Palestine na hatma ya Gaza, kikao ambacho kinapangwa hivi karibuni. Israel imesema imewafukuza wanaharakati 137 waliokuwa wamekamatwa kwenye meli ya msaada ya flotila iliyokuwa inaelekea eneo la Gaza. Israel imesema wanaharakati hao walipelekwa Uturuki, ambayo inasema raia wake 36 ni miongoni mwa wanaharakati hao na walikuwa wanatarajiwa kuwasili nyumbani. Safari za ndege zimerejea katika uwanja wa ndege wa Munich, Ujerumani, baada ya operesheni za safari za ndege kusitishwa kwa muda kufuatia tishio la shambulizi la ndege isiyo na rubani, hali ambayo imeshuhudiwa katika siku chache katika nchi ya Denmark, Norway, Poland na Estonia. Ni saa 12 na dakika 10, muda wa kupata makala Nico Bez na DJ Fly.